Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuweze kuangalia neno la Bwana, tuweze kuona mahali pale vile wokovu ulipokuja katika maisha yetu. Wokovu ulikuja na muda gani katika maisha yetu? Bwana asifiwe. Na wakati ulipokuja ni kazi gani unaofanya ndani yetu? So ninataka tuweze kufungua Biblia zetu katika kitabu ya Matthew 1:21. Mathayo 1 mstari nataka tuangalie 21. Kabla ya yote acha tushukuru Bwana kwa dakika moja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua, tunakutukuza na tunakubariki. Umejaa nguvu na mamlaka na upendo wako pamoja nasi. Asante kwa sababu ya kutupa kibali hiki, na asante kwa sababu ya kutufanya tukaweza kuwa na hii fellowship, kwa sababu Bwana tutainuliwa na tutaongezeka ndani ya mioyo yetu. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Katika hiyo naomba Rona uweze kutusomea Matthew 1:21. Matthew 1:21. And shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save the people from their sins. Kulingana na vile tumesomewa, Kiswahili inasema ya kwamba naye atazaa mwana, naye utamuita, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kutoka mwanzo kuna kitu, wakati nilipokuwa ninasoma huu mstari niliona ya kwamba kutoka mwanzo, Bwana asifiwe, ama from the beginning, Mungu alikuwa ameupanga wokovu hata kama watu hawakuwa wamezaliwa, hata kama watu hawakuwa wamekuja katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwanzo wa wokovu ulisikika na uliweza kuwako kabla ya ulimwengu kuumbwa. Kwa hivyo hata kabla ulimwengu haujawekwa, Mungu alikuwa anajua kuna kazi itafanyika, na itafanyika kupitia mwanae. Bwana asifiwe. Na hiyo kazi alikuwa anajua ya kwamba hakuna mwenye mwili awezaye kufanya ile kazi hata mmoja. Hakuna mwenye mwili awezaye kufanya ile kazi. Na ndio tukiangalia neno tunaona ya kwamba Moses alikuwako na akaongoza wana wa Israeli, lakini hakuwafikisha katika nafasi ile waliokuwa wanahitajika waweze kufikishwa. Number 2, Abraham alikuwako, lakini hakuweza kufanya watu waweze kufika katika nafasi yao. Na njia gani? Wakati ule Abraham aliweza kuchaguliwa na Mungu, akamwambia Abraham, wewe utakuwa mwanae yule utakaye mzaa atatoka ndani yako. Bwana asifiwe. Lakini Abraham aliweza kujitafutia mwana kwa njia zake mwenyewe. Kwa hivyo akapinga kile kitu kimoja ilikuwa Bwana amekinena. Kwa hivyo alipinga mapenzi ya Mungu, alipinga moyo wa Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Tukiangalia tunaona kuna sheria nayo ilikuja ndio iweze kuwafikisha watu katika ufalme wa mbinguni. Nayo sheria, Biblia ikasema ya kwamba katika kitabu ya Roman na kwingine pia kina Hebrews, ilikuwa na udhaifu mwingi. Kwa hivyo haikuweza, na ilikuwa kiburi, so haikuweza kuwafikisha watu. Kwa hivyo haya yote ilikuwa inafanyika kwa sababu Mungu alikuwa anajua
kile kitafanyika, ndio dhambi ile anajua itakuwapo, kwa sababu alikuwa anajua watu hawatamkubali, watu watakaotamkana, watu watamkataa, watu hawataweza kumtambua moyo wake. So alitayarisha, akajua kutakuwa na dhambi, na ile dhambi haitaondolewa na mtu yeyote aliye na mwili na nyama. Kwa hivyo hiyo dhambi haitaondolewa na mtu aliye wa ulimwengu, sababu watu wa ulimwengu wote walifanyika kuwa wenye dhambi. Kwa hivyo kulingana na hiyo mstari tumesoma, kwa hivyo alitayarisha mwanae yule atakaye kuja kuokoa ulimwengu kwa uwezo wake yeye Mungu. Kwa njia gani? Neno linatwambia kwamba Kristo hakujua dhambi, Kristo hakufanya dhambi. Kristo hakuna mahali alihusiana na dhambi. Ile kazi Kristo alifanya ni kuja ulimwenguni akaichukua dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuwa ameifanya wala hakuwa anaijua. Yeye alikuja kuichukua. Huyu ndiye yeye yule Mungu alitayarisha kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu, ndiye akuje aweze kuichukua. Bwana asifiwe. Watu tunafikiria ya kwamba Yesu wakati alipozaliwa na Mariamu, wakati huo ndio alikuja alitayarishwa kuja kuchukua dhambi ya ulimwengu. Hapana. Yesu alikuwako hata mwanzo. Na Yesu alikuwa anajua, mwana wa Mungu alikuwa anajua ya kwamba kazi yake ni gani katika ulimwengu. Kwa hivyo alikuwa anakaa na Mungu akijua ya kwamba kazi yake ni gani. Roho naye alikuwa anajua kazi yake ni gani. Mungu naye alikuwa anajua kazi yake ni gani. Kila mtu alisimama katika nafasi yake. Na tukirudia huo mstari tena, unasema ya kwamba unatuambia mstari wa 21, naye atazaa mwana. Inasema juu ya Mariamu hapa, naye atazaa mwana. Nani? Yule Mungu tena aliandaa aweze kumzaa mwana. Haleluya. Yule aliandaliwa ndio aweze kumzaa mwana. Mwana mgani? Kristo yule alikuwapo hata mbeleni. Na kwa sababu angeweza kuchukua dhambi akiwa na mwili wa uungu, tuko pamoja? Hangeweza kuchukua dhambi akiwa na mwili wa uungu. Ni lazima angekomboa mwili wa ulimwengu, ndiye mwanae aweze kupokea ule mwili, ndio katika ule mwili aweze kuchukua dhambi. Bwana asifiwe. Na ndio kupitia tena ule mwili uweze kusulubishwa, kwa sababu roho hakusulubishwa tena, roho hakuwa na dhambi, mwili ndio ulipokea dhambi. Bwana asifiwe. Na ndiye Yesu alikufa mwili, hakukufa roho. Yesu alikufa mwili, hakukufa roho. Roho aliachwa akiwa amesimama, ako kama vile alivyokuwa tangu mwanzo. Lakini mwili wake Kristo, mwili wake ulikufa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Neno linasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Bwana asifiwe. Yeye ndiye atatuokoa sisi na dhambi zetu. Kwa hiyo alikuwa ameandaliwa, ametayarishwa. Yeye ndiye alikuwa dhabihu ya kuwaokoa wanadamu. Hebrews 2. Katika kitabu ya Hebrews 2, naomba unisomee 11 to 14. Hebrews 2:11. For both he that sanctifieth and they that are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. 12. Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. 13. And again I will put my trust in him, and again, behold, I and the children which God hath given me. 14. For
For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Kikuyu tusomee. Tondu riri we utheragia andu nao andu aria matheragio othe hamwe moimite o kihumo kimwe, na ni undu ucio ndacondokaga akimeta ariu a ithe. Na hiyo ingine wacha nisome Kiswahili, inasema ya kwamba akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Bwana asifiwe. Alafu namba 13 ikasema ya kwamba na tena nitakuwa nimemtumaini yeye, na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Namba 14 inasema ya kwamba basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Haleluya! Ili kwa jina ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu. Kikuyu kutoka 30. Ningi akoiga atiri niwe gutura ndimwihokaga, ona ningi atiri onei ni uyu twi hamwe na ciana iria ndaheirwo ni Ngai. 14 akiri uguo ri kuona ati ciana icio ni igwatanire mwiri hamwe na tha akiri uguo ri kuona ati ciana icio ni igwatanire mwiri na thakame ri we nake no taguo egwatire muthemba o ucio, nigetha ati tondu wa gukua we nake no taguo egwatire muthemba o ucio, nigetha ati tondu wa gukua anake uria mwene hinya wa gikuo niwe msukani. Yeye ndiye aliweza kusimama katika mwanya wa kumkomesha yule mwenye nguvu za giza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika ulimwengu tunaoishi, nguvu za giza zilikomeshwa ama hazikukomeshwa? Zilikwisha ama hazikukwisha? Tumefunguliwa. Bwana asifiwe. Wewe ukiamini hayo, nguvu za giza hazina uwezo hata kidogo. Unajua watu wanataka saa yote kuambiwa nguvu za giza ziko ndani yao, ndio waweze kusimama na kusema ni shetani. Sijui shetani alipitia wapi, sijui aliweza kuiba mawazo yangu namna gani. Hapana, hakuna shetani ameiba mawazo yako. Wewe ndiye umekataa kuamini ya kwamba Kristo alimaliza nguvu zote za giza. Hiyo tu Hebrews 2:1. Hebrews 2:1. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. 2. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a judgment recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Number 4. God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gift of the Holy Ghost, according to his own will. Kulingana na neno inatuambia kwamba wokovu ni kitu. Number 3. How shall we escape if we neglect the great salvation? Bwana asifiwe. Which
at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that had it. Kiswahili inasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu, neno linataka kutuonyesha ya kwamba ni mkuu kuliko kila kitu katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kikubwa na hakuna kitu tunapaswa kuweza yaani kutegemea na kufurahia na kuwa ndani yake isipokuwa tu wokovu. Wokovu ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Na pasipo wokovu hakuna mtu anaweza hesabiwa kuwa yeye ni mwana wa Mungu ama yeye ni haki. Tunahesabiwa kuwa haki kwa sababu tumepokea wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu ndio kitu kikubwa sana katika ulimwengu tulio ndani yake. Tukiangalia tena tunaweza kukua katika kitabu ya 1 Timothy. 1 Timothy1 Timothy 2:3. 1 Timothy 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. For this 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Bwana asifiwe. Nikisoma 3 and 4 inasema ya kwamba na Kiswahili, ate hili ni nzuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Number 4, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Mapenzi ya Mungu ni gani? Mapenzi ya Mungu kulingana na neno ni watu wote waweze kuokolewa. God's will is to have all men be saved. Bwana asifiwe. Ama wapokee wokovu na waweze kuingia katika ufahamu, waweze kuingia katika ufahamu wa kweli. Kwa hivyo pasipo wokovu hauwezi kuingia katika ufahamu wa kweli. Bwana asifiwe. Ni roho shida. Bwana asifiwe. Ufahamu wa kweli uko wapi? Uko ndani ya wokovu. Bwana asifiwe. Na hiyo mstari huo wa 3 ambaye kwanza nisome kuimba ile, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa hivyo hakuna mahali pekine unaweza pokea kweli isipokuwa katika wokovu. Ndani ya wokovu, hapo ndipo siri imefichwa. Siri ya kweli imefichwa ndani ya wokovu. So hakuna wokovu nje ya hakuna kweli nje ya wokovu. Hakuna ukweli hata kidogo nje ya wokovu. Kwa hivyo ndio tuweze kuhesabiwa kuwa kweli, ni lazima tuweze kutambua, kuwa na knowledge. Bwana asifiwe, ya salvation. Ndio tuweze kuhesabiwa kweli. Ukweli umefichwa ndani ya wokovu. Hiyo namba 3, kwa mstari wa namba 3 inasema ya kwamba namba 3 hiyo tumesomewa inasema hili ni nzuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Ili jambo ndio tu limekubalika mbele za Mungu wetu Mwokozi. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu kingine kimekubalika mbele za Mungu isipokuwa tu wokovu. Tunahesabiwa kuwa haki kwa sababu ya wokovu ule tumeupokea. Na pasipo kupokea wokovu hakuna haki wowote unaweza hesabiwa ndani yako. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3 mstari wa 9.
Peter 3:9. The Lord is not slack concerning his promise, and some men count slackness, but in long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Namba hiyo tusome Kiswahili inasema ya kwamba ati Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukamia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Bwana sisi wote ni tuweze kuingia katika repentance. Haleluya. Ni tuweze kuingia katika repentance. Tuweze kugeukia wokovu wa Bwana. Na wakati tumegeukia wokovu wa Bwana, hakuna Mungu hapendi mtu yeyote yule aweze kupotea. Ni sisi wote tuweze kuingia katika repentance. Kwa njia gani? Kwa njia ya kuokolewa. Bwana asifiwe. Kwa njia ya kurepent. Wakati tunapogeuka ndio tunaingia katika neema na katika fadhili za Bwana. Rona rudia kwa mstari. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mungu sio ati anachagua watu fulani. Mapenzi ya Mungu ni sisi wote katika ulimwengu. Sio watu fulani, sio tribe fulani, sio familia fulani. Bwana asifiwe. Sisi wote mapenzi yake ni tuingie katika wokovu wake. Kwa hivyo hata your friend, your husband, your wife, children, Mungu mapenzi yake na upendo wake mkuu ni hata wao waingie katika wokovu. Lakini tunafaa kujua ya kwamba Mungu hawezi ng'ang'ana. Ukifika katika nafasi ya kutambua wema na uzuri, Mungu hakung'ang'ani tena. Hang'ang'ani tena. Ukifika katika hiyo nafasi, sasa kauli ni yako. Mungu hawezi ingilia mapenzi yako. Mungu hawezi ingilia unachokihitaji. Bwana asifiwe. Kile unachokihitaji, Mungu ana kile kiwe kizuri kiwe kibaya, Mungu anakuachilia. Kwa hivyo kuchagua kukaa katika wokovu ni wewe. Kuchagua kusikia Bwana na kufuata mapenzi ya Bwana ni wewe. Haleluya. Na ndio hata sisi watumishi wa Bwana hatung'ang'ani na hatuna haja na kufai kung'ang'ana ati kwa sababu umekataa neno, ati kwa sababu umekataa kuokoka. Sisi hatung'ang'ani uokoke sababu tunajua ya kwamba hatuwezi kukata kauli ndani ya moyo wako. Kuna watu wanakuja kanisani na wanafundishwa na wengine, lakini mioyo yao haikubali kupokea. Inakaa mbali sana na kupokea. Na huyo mtu anakaa hata miaka 20 ndani ya kanisa, lakini hajatambua mapenzi ya Bwana, hajapokea neema ya Bwana. Yeye anakaa tu vile alivyokuja, lakini wimbo ataimba vile injili imehubiriwa, vile amebarikiwa, vile nini, lakini moyo wake tayari ameshaufunga. Sio yote tunaliona ndani ya maandiko. Si hata Paulo alienda akakuta kanisa ya Romans ilikuwa, Warumi ilikuwa, mioyo yao ilikuwa imefungwa. Bwana asifiwe. John naye ananena jambo hilo. Wanadhani wamepokea uzima wa milele. Haleluya. Lakini haya yote yanafanyika kwa sababu mtu hajakubali kukata kauli ya kupokea kile kinapofundishwa kiingie moyoni mwake ndio kiweze kubadilisha. Mapenzi ya Mungu ni sisi wote tuweze kuokolewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio tuweze kuwa katika nafasi hiyo ya Mungu, ni lazima mtu aweze kuwa mawazo yake iko katika neno. Mawazo ya mtu wakati wowote iweze kuwa katika neno. Haleluya. Sio ati neno unalisikia ama unalipokea wakati tu linahubiriwa. Ni uwe mtu hata wa kufundisha
fundisha moyo wako kukaa katika neno. Bwana asifiwe. Haleluya. Mawazo yako ikae katika neno na uweze kuwa mtu yani unakuwa na communication na nini? Na ile neno la Bwana. Na wakati tunapojikuta katika hiyo communication, ni wakati kule tunapojiamini. Moyo wako na moyo wa Mungu zinapatana. Na zikipatana unajikuta katika uwezo huo. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu na moyo wa Mungu ni nini? Mungu ana mapenzi yake na moyo wake ni watu wote waweze kuokolewa. Haleluya. Bwana ni angoshe. Kwa hivyo mawazo ya Mungu wakati wote unapoishi, mawazo ya Mungu wakati uko katika ubaya, wakati uko katika uzuri, wakati umebarikiwa, wakati hujabarikiwa, mawazo ya Mungu uweze kuwa unatambua na unaelewa ni ya kwamba ni watu wote, all men to be saved. Bwana asifiwe. Watu wote waweze kuokolewa. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Hakuna kitu kingine chochote. Katika kitabu ya First John, katika kitabu ya First John, First John 2:2. First John 2:2. And he is the procreator for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Kiswahili inatuambia kwamba naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Dhambi za ulimwengu wote. Bwana asifiwe. Sio sisi tu. Tunafaa sisi kutambua na kuelewa. Tunafaa kuhubiri injili mahali popote. Tunafaa kufanya watu waweze kupokea haki ya Bwana, neema ya Bwana, ndio waweze kuingia katika mawazo ya Mungu, katika pendo la Bwana. Pendo la Bwana ni nini? Ni watu wote waweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Na Yesu Kristo ndiye aliweza kuchaguliwa. Yesu Kristo ndiye alikuja katika ulimwengu ndio aweze kuwa patanisho. Ndiye aweze kuwa patanisho. Kiingereza inasema and he is the propitiation for our sins. Yeye ndiye alisimama kwenye mwanya wa kutuondolea sisi wote dhambi zetu. Pasipo yeye dhambi yetu haingeondolewa. Sasa watu wanafikiria wakijua dhambi imeondolewa wametosheka, wamesamehewa dhambi. Hapana. Kuna njia. Kuna mambo tunafaa kuyaelewa ndio tuweze kujua vile dhambi zilizoondolewa ndani ya maisha yetu. Kuna njia. Sio kusikia tu. Na tuliona hata Sunday na tutaendelea na message ya kwamba hata wale wana wa Skefa walisema tu. Bwana asifiwe. Watu wengi ni kusema wanasema, watu wengi ni kufikiria wanafikiria, watu wengi ni kudhania wanadhania, watu wengi wanataja tu. Wakifikiria ya kwamba mambo yote iko sahihi katika maisha yao. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu wetu ni ya kwamba sisi wote tuweze kusamehewa dhambi. Hakuna mtu Mungu anataka awe na dhambi. Sababu dhambi iliingia tayari. Sasa ni nini na Mungu anatupenda? Na hakuna mtu awezaye kuingia katika ufalme wake akiwa na dhambi. Ni Mungu yeye mwenyewe ajue vile ile dhambi itaweza kuondolewa. Ni mapenzi ya Bwana na ni jukumu la Bwana, ni kazi ya Bwana kujua na kutambua vile dhambi itakapoondolewa katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Na ndiye alisimama katika mwanya ili aweze kufanya ile dhambi iweze kuondolewa, na aliondoa kupitia mwanao. Haleluya. Mwana ni roho shoka. Mungu hataki wewe uondoe dhambi zako kwa sababu hauwezi. Walijaribu wakashindwa. Old Testament walijaribu kabisa, lakini hakuna mtu alijifungua hata mmoja. Mungu ndiye ametufungua. Kwa hivyo wewe hauna nafasi ya kujifungua na hauwezi kujifungua. Na hauna njia ya vile unaweza kujifungua. Yeye tu ndiye anajua njia ya vile unaweza kufunguliwa katika dhambi zako. Niulize ya kwamba umefunguliwa au hujafunguliwa?
Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasi tuweze kujua, tunafaa kujua vile tutafanya kwa wengine wetu waweze kuchukuliwa katika ile dhambi. Asubuhi nilikuwa ninaambia watu wale tulikuwa nao ya kwamba neno la Bwana kamili halipendwi. Na ndio mnaona hata katika Isaiah 53 inasema ya kwamba wakati Kristo alipokuja katika ulimwengu, alichukua watu wote walimgeukia. Watu wote walimchukia. Watu hawakumpenda. Walienda mbali na yeye. Bwana asifiwe. Kwa sababu walileta ukweli na watu wa ulimwengu hawataki ukweli. Watu wanataka kule watadanganywa, watu wanataka kule wataambiwa Mungu atafanya, Mungu yaani wanapewa promises zenye hasina msingi wowote ule. Sababu tayari Mungu ameshafanya na watu hawataki kusikia ameshafanya. Watu wanataka kusikia atafanya. Bwana asifiwe. Na hakuna kazi yoyote ile Mungu pamoja na Kristo Yesu wanafanya siku ya leo. Wamepumzika, wamekaa, sababu wao walimaliza kazi yao kabla sisi hatujazaliwa. Walimaliza miaka 2000 imepita. Walimaliza ile kazi. So hakuna kitu yoyote ile. Sasa ati wanakuja kurekebisha, wanakuja kutengeneza. Hapana. Chochote kiko dhahiri, chochote kiko katika usawa wake. Kila kitu kiko katika usawa wake. Ni wewe sasa ujue ule usawa utaupokea namna gani. Ule usawa utausimamisha udhibitike katika maisha yako namna gani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu hakuna kitu kingine kinazaliwa na hakuna kitu kingine ananena pasipo kile kiko ndani ya maandiko. Na kile kiko ndani ya maandiko ndio unafaa wewe kukitimiza, kukitilia maanani ndio kiweze kukutoa katika roho ya amri. Wakati ule utaweza kuingia katika hiyo roho ya kuhubiri, hapo ndipo utaanza kuona kuna mambo inachipuka katika siri. Sababu kila kitu kimefichwa katika siri. Haleluya. Neno linasema katika Isaya 45 inasema ya kwamba ati nitamuingiza katika giza. Mahali pale utajiri umefichwa gizani. Utajiri umefichwa gizani. Utajiri umefichwa ndani yako. Bwana asifiwe. Na ndani yako hakuna kitu wewe unatambua kuna kitu ndani yako. Wewe unajua tu nyama. Wewe unajijua tu katika kawaida. Lakini kulingana na neno la Bwana tumebarikiwa na baraka zote za rohoni. Na katika rohoni, mambo ya rohoni iko ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila kitu kimefichwa ndani yetu. Na usipotambua haya yote, utakaa katika nafasi ya kujaribu kukimbizana na Mungu, kujaribu kuomba Mungu akufanyie, kujaribu kwenda kumuona Mungu pande ile. Utamchukia Mungu, utachukia kanisa bure, utachukia watumishi bure. Lakini kila kitu kiko ndani yako. Haleluya. Ni wewe utafanya kila kitu kile kimewekwa ndani yako kiweze kuadhiri kwa kuamini neno la Bwana na kuomba. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kingine. Lakini watu wanataka kuambiwa ombeni kabisa. Ombeni kabisa Mungu afanye. Hebu mkubuze Bwana ndio afanye. Wewe ndio unafaa kujua na kuelewa kila kitu kiko ndani yangu. Na nitamshukuru Bwana kwa sababu nimetambua kila kitu kiko ndani yangu. Bwana asifiwe. Nitakuinua Bwana kwa sababu kila kitu amenipa. Kila kitu kimefichwa ndani yangu. Haleluya. Wakati utakapotambua utukufu ule umefichwa ndani yako, ndio uweze kuona ukifanya kazi ndani yako. Mtu wa Mungu, utakaa tu na ukawaida. Wazazi wetu wamekaa katika maisha ya ukawaida. Na sisi hata sisi mpaka mahali tumefika na katika maisha ya ukawaida. Na Mungu anataka utoke katika ukawaida kwa sababu mambo yote ya ajabu imo ndani yako. Wewe ndio utafanya hiyo maajabu yote imo ndani yako iweze kufanya. Hebu niseme, kama singesimama mahali hapa, ningenena yale ninayoyanena. Kwa hivyo yale ninayanena ilikuwa imefichwa wapi? Ndani yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nisipoamini kabisa ati siku kutoka leo Mungu amenipa ngani mwadhani ya roho shuma.
Nisipojua ya kwamba hiyo gari imefichwa ndani yangu, fedha, utajiri wa kifedha umefichwa ndani yangu. Bwana asifiwe. Watoto wamefichwa ndani yangu, wakati ule mtu anakuaga tasa. Ukikosa kujua hayo hautazaa. Utakaa tu ukisema, daktari alisema. Mimi nimejaribu. Nafanya na sioni. Bwana asifiwe. Sababu hujui hata kama daktari amesema uponyaji wote umefichwa ndani ya nani? Ndani yako. Haleluya. Ni wewe uamini kile kimefichwa ndani yako kimefichuka. Wewe ndio utakifichua. Sio yeye atakuja kukifichua. Sio yeye atakuja kukifanya kiweze kuwa ni dhahiri. Haleluya. Ni wewe utakifanya. Usidanganyike. Mambo makubwa na mambo ya maajabu nje yako yataonekana wakati utakapoamini. Hiyo yote unayoyahitaji umeikoroga kutoka ndani. Ukiikoroga kutoka ndani, ndio sasa itaonekana katika upande wa nje. Haleluya. Maana ni mwisho. Sisi kazi yetu ni hiyo tu, mwambie hivyo. Ndio sisi wote tunaweza kusimama katika mwanya. Hata siri zile zinafaa kujulikana na watoto wetu, siko ndani yako wewe mama. Haleluya. Nikimaliza nasema ya kwamba mawazo ya Mungu ni wewe utambue kile ameficha ndani yako. Mawazo ya Mungu ni utambue kile ameficha ndani yako. Kuna vitu zimefichwa ndani yako kupitia wokovu, kupitia salvation. Haleluya. Kwa sababu kama salvation haimo, hatungeambiwa tumepewa baraka zote za rohoni. Hatungeambiwa. Baraka zote za rohoni zinakuja kwa nini? Kwa sababu tumepokea wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Hiyo ndio mawazo ya Mungu. Hiyo ndio will of God. Thought of God. Mind of God. A will of God. Na ndio yote iweze kuja katika maisha yetu, iweze kutimika. Kwa hivyo Mungu pattern yake ni gani? Ni tuweze kuingia katika wokovu. That is God's pattern. Tuweze kuingia katika wokovu. Hakuna kitu kingine tunahitajika. Kwa hivyo tunang'ang'ana tukizunguka huku na kule, kwa sababu hatujaingia katika will of God, mind of God, thinking of God. Bwana asifiwe. Hatujaingia in God's pattern. Mapenzi yake, mpango wake ulikuwa hivyo kutoka mwanzo, na akajua ya kwamba hakuna kitu atakaa nacho atakipeana kwetu. Kila mmoja wetu akae katika akae na akiwa amepumzika. Kwa hivyo tumepumzishwa, lakini sisi tunajipa kazi ya kushinda tuking'ang'ana. Ametupatia kila kitu ndio tupumzike, lakini sisi tuang'ang'ana, twapigana, twalia, twangoja. Lakini yeye anasema, mwanangu, nitafanya nini na kila kitu kimkononi mwako? Nitakutumia mbinu gani ndio uweze kupokea hiyo kitu na kimo ndani yako? Haleluya. Amen. Ona wewe ukende ndani wako. Wila wote ndani wako. No, wewe ukenda huko. Hakuna hata mimi nimeitwa nifanye hii karia.
umefikisha uwezo wako wa kuamini, lakini naomba wewe Mkristo aliye ndani yako umepita kiasi ya kuamini, umempokea akiwa wote. Haleluya! Kila kitu chake tumekipokea. Kwa hivyo hakuna jambo tunaweza sema hii hatuwezi. Naomba sasa niweze kupata uwezo wote tunao. Pia wewe mwingine una uwezo wote wewe. Hakuna uwezo unangoja. Bwana asifiwe. Hakuna uwezo unakuja. Yote kuna. Hebu tusimame. Huko kwingine tutaendelea wakati mwingine. Kwa hivyo kama hiyo ndio mawazo ya Mungu, inafaa kuwa nasi tuwe na mawazo kama hayo, ndio tuweze kufanya wengi waokolewe. Bwana asifiwe. Amen. Na kazi ya Mungu haifanywi na watu wengi. Kazi ya Mungu inafanywa na watu wamehesabika, watu wachache. Bwana asifiwe. Amen. Mbona hiyo ndio angalia? Bila wagai ndio tutamwona yake yake. Bila wagai ndio tutamwona yake maratarika. Na bila wagai ndio tutamwona mundu wa kugeria, bila wagai ndio tutamwona mundu twithetwa onako wondoi. Ndio tunajua onako wondoi. No koragwo akimenya uria mwana egukiguciara atanahika. Wikihariria kuhika nĩ umenya uria ũgathiĩ gũciara mwana. Nĩ gwĩkora wĩkoraga ũkoragwo ũkĩng'ang'ana kana kaukoneke na kuoneka ũgakena. Ũguo noguo thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũmenyaga wĩra wa kũruta wĩra wa Ngai. Wĩra wa Ngai nĩguo wĩrutaga thĩinĩ witũ. Haleluya. Ndikumenyaga kwani igũrũ rĩa kĩno Mwathani nĩwe waria ũrĩa ekwenda. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu usiwe na uoga wakati wote unapokwenda kukutana na mtu. Wakati wote unapohubiria watu. Wewe achilia tu moyo wako katika lile neno, naye Mungu atalinena kulingana na vile anavyotaka, sababu yeye ndio ajua our minds. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anajua our minds. Na kulingana na vile tulivyo anatafsiri neno lake. Haleluya. Bwana asifiwe. Roho wake ndani yetu anatafsiri. Ngoja tuone. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya mafundisho yako asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh. Asante ni kwa sababu Mfalme unaendelea tu kutia nguvu na uwezo ndani ya mioyo yetu Mfalme. Maisha yetu Bwana Jehova Jireh umeyafungua, umeyainua, umeyabariki. Umetuonyesha njia zako Bwana kulingana na vile Bwana Mfalme wewe ulipokuwa unavyohitaji. Watu wako Bwana wameinuliwa kiwango ya kwamba mtakatifu. Wanatamani wengine, tunatamani sisi wote wengine waweze kuokolewa na waweze kutambua siri. Wale wote Bwana wanakufa moyo ni kwa sababu ya kwamba Mfalme hawapati baraka ile wanaoona watu wa ulimwengu wakikibisana nayo. Ninawaombea mioyo yao ikaweza kufunguliwa, waweze kuelewa mapenzi yako kila wakati Bwana, na vile nguvu zako zinapotembea wakati wote Bwana Jehova Jireh, uzima wako unaotawala katika maisha yetu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, wewe ni Mfalme, na wewe ni mwenye haki. Na kila jambo Bwana Jehova Jireh yafanyika ni kwa ajili wewe Bwana Jehova Mungu wetu unatupenda. Pokea sifa Bwana wetu. Asante kwa sababu ya kubariki watu hawa, kuwafungulia njia, milango Mfalme, macho yao kuona vyema, masikio yao kusikia vyema Bwana Jehova Jireh kulingana na mapenzi yako. Asante kwa sababu Bwana hakuna wakati tutakufa moyo tukifanya hii kazi yako, sababu tunajua ya kwamba hakuna kitu kingine uliotuitia hapa ulimwenguni isipokuwa tu kazi yako mtakatifu. Sisi kile tunafaa Jehova Jireh kufanya ni kuachilia tu ufanye kulingana na vile upendavyo na kwa watu wale Bwana Mfalme wale wewe upendavyo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo watu wao wakikaa chini na wakiendelea kusikiliza mtumishi wako, ninaombea mawazo yao na mioyo yao ikaweza kuinuliwa na kubarikiwa Bwana na kuongezewa nguvu kwa uwezo wote na kwa nguvu na kwa utukufu wote. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Ya, washukuru.